Hongera lakini pia pole kwa uchovu. Shukrani, shapoa. Karibu Zanzibar tena. Asante. Zanzibar ni nyumbani. Nyumbani. Sawa, Zimbo umefika tena hapa katika visiwa vya Zanzibar katika mechi ya Hisani. Kwako unajihisi ama unajisikia furaha kwa namna gani kuhakikisha kwamba kitu ambacho unakionyesha kinakwenda kutoa mchango kwa jamii? Kwangu mimi ni faraja na siku zote wenzangu wakiniambia UFA au muda wakiniambia na kwa ni mwepesi sana kushiriki kwa sababu najua season ni ndefu. Kwa hiyo baada ya hapo wale ambao wanatusupport sisi ndio hawa ambao baada kama season kuisha kama hivyo wenzetu wanaandaa mechi kwa ajili ya kurudisha kwa jamii, na hiyo jamii ndio jamii ambayo inatusupport sisi. Kwa hiyo si vibaya wenzetu wakitualika kama hivi tunashiriki katika mchango kama unavyoona. Tumeweza kucheza mechi, nafikiri jambo limeenda vizuri mpaka sasa hivi. Tumeona sasa hivi wachezaji wengi wanakuwa na mwitikio mkubwa sana kufanya majambo kama haya. Kuna kipi ambacho kinawasukuma hasa kwenda kufanya? Kuna siri gani kwenye kufanya mashindano kama haya? Asili ni ile nilikwambia kwamba season ni ndefu na hii jamii ambayo imetuzunguka ndio jamii ambayo inatusupport. Tukiwa tunacheza mechi awe timu fulani ndio hao ambao wanaingia viwanjani wanatusupport, lakini season ikiisha kama hivi tunakusanyika baadhi ya wachezaji tunaweza kufanya kitu kidogo kwa ajili ya kuweza kurejesha kwa jamii. Wenzetu kama hivi wamefanya, na sio fei na muda tu, kama unavyoona baadhi ya wachezaji wengine pia wanafanya hichi kitu. Ni kitu kizuri kwa sababu jamii yetu ndio jamii ambayo imetuzunguka na ndio jamii ambayo inatulea. Tunapata nafasi lazima tuweze kushiriki matamasha kama haya tuweze kuweza kurejesha kwao kidogo ambacho kitakuwa kimepatikana. Wakina Faisali walisema kwamba nyinyi ni timu ya umeseta baada ya nyinyi mmekuwa wengi. Kauli kama hii kwako ulichukuliaje kama mchezaji? Ni kauli ya kimichezo. Unajua anayekutukana kuchagulia tusi. Tumepokea. Na mimi mwaka jana tuliweza kushinda, lakini mwaka huu ameweza kupata matokeo. Ndio mchezo. Kwa hiyo tutajipanga vizuri kwa msimu utakaofuata inshallah. Nje na mpira Shabalala tungemjua katika sehemu gani hasa? Nje na mpira Shabalala tungemjua katika sehemu gani? Mgenijua kwenye UDJ. Kwenye UDJ. Mwamba sana bwana. Na napenda sana masuala ya CD. Tunaona kila mchezaji anakuwa na historia yake kwenye maisha. Tunatamani utupe experience yako wewe. Kipi ambacho labda Shabalala alikipitia kigumu hata kuja ukisahau katika kali yake ya mpira? Vingi nilipitia. Nafikiri vile ambavyo nilipitia ndivyo ambavyo imenijenga na kuwa mpaka sasa hivi niko hapa. Nimepitia mambo mengi magumu sana. Nafikiri yale ndio kitu ambacho kilinifanya kuwa imara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ya kuthamini kitu ambacho nakifanya. Normal kiasi unaona kuona kwamba na kuwa bora kwa sababu najua wapi nilipotoka. Kwa hiyo lazima nihakikishe napambana kuhakikisha kwamba nafikia yale malengo ambayo nimejiwekea. Kuna kauli ambayo watu wanasema kwamba Shabalala anaweza kucheza misimu 3-4 haumii. Kwako ilikuwa inakuuma kwa namna gani? Swala kuumia nafikiri sio peke yangu, wachezaji wengi wapo sema hawafahamiki tu ambao wanacheza muda mrefu hawaumii. Ni sehemu ya mchezo. Unapopata injury ni sehemu ya mchezo. Pia usipopata unaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa upande wangu huwa namshukuru Mwenyezi Mungu nisipopata injury, lakini nikipata pia namshukuru kwa sababu kuna usemi unasema kwamba ukishukuru kwa kuokota, shukuru kwa kupoteza pia. Kwa hiyo mimi huwa katika hali yoyote kinitokea huwa kwanza nasema alhamdulillah, nashukuru. Kuna siku swala kuumia nafikiri sio peke yangu, wachezaji wengi wapo sema hawafahamiki tu ambao wanacheza muda mrefu hawaumii. Ni sehemu ya mchezo. Unapopata injury ni sehemu ya mchezo. Pia usipopata unaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa upande wangu huwa namshukuru Mwenyezi Mungu nisipopata injury, lakini nikipata pia namshukuru kwa sababu kuna usemi unasema kwamba ukishukuru kwa kuokota, shukuru kwa kupoteza pia. Kwa hiyo mimi huwa katika hali yoyote kinitokea huwa kwanza nasema alhamdulillah, nashukuru. Kuna siku mechi ya mwisho na JKT tuliona baada ya kufunga goli ulienda kuinua kiti ambacho kwa mkalia mpiga picha. Ilikuwa ni moment ya namna gani Shabalala? Ni moment nzuri. Nimeingia kwenye timu nyingine, kwa hiyo lazima nifurahie kile ambacho kimenipeleka pale. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi nashukuru kile ambacho kimenipeleka pale, nimeweza kufanikiwa. Kwa hiyo ni jambo zuri na ni malengo ya kila mchezaji. Anapokuwa anaenda sehemu malengo yake kwanza ni kutoa taji. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu hilo niweza kulifanikisha. Tutegemea Shabalala naye kuanzisha mechi za hisani kama hizi? Hapana. Mimi nafikiri kama itatokea kuchangia jamii nitachangia kwa namna yangu nyingine. Nafikiri hiki ambacho wamefanya wenzetu, kila mtu amekuwa amefanya ni jambo zuri sababu imekuwa ni mikoa tofauti, ni jambo zuri. Kwa hiyo inapotokea sisi wengine tutasupport kwenye kucheza. Sasa tukisema kila mtu afanye itakuwa ni vitu vingi, lakini sisi support yetu ni hii kuja kucheza
tunakuwa tumesapoti kwa njia nyingine. Kwa wale ambao wamefanya ni jambo zuri. Kwa sisi wengine tutakuwa tuna support kwa ajili ya kujitokeza kama hivi kuweza kucheza. Asante sana. Asante sana.